Baada ya break, national break kutamatika, ligi kuu inarejea tena. Kwa maana ya kwamba mchezo unaofuata ni Young Africa dhidi ya Tabora, ambaye amekata kilomita nyingi kuja mkoani Tabora kwenda kuwakabili hao Tabora United. Na ikumbukwe tu msimu wa huu duru ya kwanza Young Africans alipokea kichapo cha magoli 3-1. Hii leo wanajiuliza tena kwa Tabora, na hapa ambapo ilipo ni katika dimba la Al Hassan Mwinyi, ambao wanafanya mazoezi ya mwisho kwenda kuwakabili hao Tabora. Na hapa ambavyo unaona ni mazoezi ya mwisho majira haya ya jioni, na kile ambacho kinaendelea sasa hivi ni mazoezi madogo madogo ambao tayari tunaanza kuyaona sasa. Na wachezaji ambao tunawaona hivi sasa, namuona Clement Mzize akiwa pamoja na Kibwana Shomari, ni mazoezi madogo madogo kama wanapigana hivi kwa kile ambacho tunakiona hapa. Lakini mchezaji mwingine namuona Jigi Jara akiwa na Pacome Zouzoua, ni kama wamegawanyika, wako wawili kwa kile ambacho kinaendelea pale. Na kama ambavyo unaona ni mazoezi tu kwenda kuwakabili Tabora, mchezo ambao umekuwa na maneno mengi sana. Pressure ni kubwa, kila mtu anasema yake, na ikumbukwe tu Christina Mwagala tayari ameshatoa onyo kwa kile ambacho anakuwa akiendelea kukizungumza, ni vitisho kwa vitisho, na hii inaongeza pressure, joto kuelekea kwenye mchezo huu. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Tabora naye pia ameongeza chachu ya kutoa motisha kwa takriban milioni 60 ambayo alizungumza kwake, kwa maana ya motisha kwa wachezaji wa Tabora, kwa maana ya kwamba kwenda kuongeza kwa maana ya morali kwenda kuwakabili Young Africans. Ni mchezo ambao unasubiri kwa hamu kweli kwa kile ambacho kilitokea mzunguko wa kwanza kwa Young Africans kupoteza magoli 3-1, na ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu. Pengine tunaweza tukaona kitu tofauti kwa kile ambacho Young Africans wanaingia nacho hii leo. Lakini mpaka hapa kwenye mazoezi Stefan Aziz Ki sijamuona hapa, ambao miongoni mwa wachezaji ambao walioko hapa katika mazoezi haya ya mwisho kwenda kuwakabili Tabora United. Pengine ni swala la kusubiri na kuona. Lakini Kangalombo Jonathan namuona, Prince Mpumelelo Dube kutoka kwenye kibarua cha timu ya taifa naye namuona hapa. Lakini pia Clement Mzize au ni miongoni mwa wachezaji washambuliaji wa klabu ya Young Africans ambao wako hapa. Lakini kwenye viungo namuona Pacome Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Duke Abuya, Mudathir Yahya, Dennis Nkane, Salom Abubakar Lishoboy, naona hapa viungo. Lakini kwenye eneo la ulinzi Ibrahim Abdullah Baka yuko hapa, Kibabage, Dickson Job, wote naona hapa. Kibwana Shomari, kiingia kwenye eneo la golikipa tunamuona Jigi Jara, mmoja kati ya magolikipa bora ambao waendelea kuonesha yale makubwa ambayo wako nayo. Na hivi ndivyo ilivyo hapa katika dimba hili la Al Hassan Mwinyi hapa Tabora, mchezo unaosubiriwa kwa hamu kweli. Unaenda kujua kitu gani ambacho kinaenda kutokea, na moja kati ya vitu ambavyo tunavisubiria kwa hamu ni mchezo wa kesho ambao umekuwa na maneno mengi ya kuzungumza. Naam, tunaona mpaka sasa ni makundi matatu ambayo yamegawanyika, ambayo wakielekezwa, lakini mwalimu ameyagawanyisha yanakuwa makundi matatu, makundi mawili, kwa maana alikuwa makundi matatu yanakuwa makundi mawili. Sasa pengine kuna namna ambavyo wanaenda kutengeneza kitu, wanaenda kutengeneza kitu ambacho pengine wataenda nacho kesho moja kwa moja kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Lakini wachezaji wamegawanyika, huwezi ukajua kikosi hiki ndio kitakachoanza ama kile ndio kitakachoanza kwa namna ambavyo ilivyo, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wanaanza kikosi cha kwanza wako upande wa pili, na kuna baadhi ya wachezaji wanaanza kikosi cha kwanza wako upande huu, na kuna baadhi ya wachezaji wanaanza hawaanzi kikosi cha kwanza wako upande kushoto, na kuna baadhi ya wachezaji hawaanzi wako upande wa kulia. Kwa hiyo wamechanganyikana. Mpaka sasa ni mazoezi tu ambayo ni mazoezi ya mwisho, kwa maana kwenda kujiandaa kwenye mchezo wenyewe husika kesho dhidi ya Tabora, mchezo ambao tayari umekuwa na maneno mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana
pengine tutakuja kuona joto lake liko kiasi gani kwa namna moja ama nyingine. Pengine tutakuja kuona kitu bora kwa kesho kwa namna ambavyo ilivyo na matokeo ya kwanza, na kikubwa ni matokeo ya kwanza ndio ambayo yanaleta maneno yote haya na pressure ya mchezo huu na kile ambacho kinakuwa kikizungumzwa. Naam, ni duara ambacho wanakaba wachezaji wawili ndani, na mpaka sasa Kibwana Shomari amekuwa akikaba sana. Sijui ni kwa vile ni fullback ama nini, lakini sasa hivi Kibabage naye kapoteza. Ni mazoezi tu ya mwisho ambayo yamekuwa yakiendelea kufanyika hapa katika dimba hili la Al Hassan Mwinyi Tabora, ambapo utapigwa mchezo wa kesho ligi kuu Tanzania bara, Tabora United dhidi ya Young Africans. Hiki ni kikosi cha klabu ya Young Africans ambacho kiko hapa kikifanya mazoezi ya mwisho kwenda kuwakabili Tabora United.